Amen. Nikukaribisha tena sasa mpenzi mtazamaji kwa mwendelezo wa ule ushuhuda ambao tulianza nao toka mwanzo, na kimsingi mwendelezo wake unakuja kwenye mafafanuzi. Pata taarifa kama nilivyosema mwanzo kupitia mimi mwenyewe, lakini pia kwa mtumishi wa Mungu hapa akinielekeza kwamba wasikilizaji wetu au watazamaji wetu wanatamani wapate ufafanuzi wa baadhi ya mambo. Na ukiangalia sana kwenye ule ushuhuda kuna mambo makuu matatu kama sio manne. Jambo la kwanza kuhusiana na wachawi kwa ujumla wake, namna ambavyo wanavyotenda kazi, kwa sababu lengo ni kufahamu, kupata maarifa ili kujua mitego yao ipi na namna gani tunaweza tukafanya kwa kutumia Biblia kuepuka na au kutegua. Na kwa hiyo wachawi kwa ujumla, utendaji kazi wao, ibada zao, maombi yao, sadaka zao au maana yani nini, kafara zao na vitu kwa ujumla hapo. Jambo la pili unaliona hapa ni kuhusiana na majini, ambako mimi ndo kama ni specialize huko. Kwa hiyo kuhusiana na majini kwa ujumla, utendaji aina zao na utendaji kazi zao, na yako mengi. Na unavyojua kuzimu kule ni mapepo. Ukishazungumzia mapepo ni majini. Lakini pia jambo la tatu ni kuhusiana na kuzimu, na kumekuwa na michanganyo mingi sana kuhusiana na kuzimu pamoja na ajenda yake ya mwisho au ya siku za mwisho kabla ya unyakuo wa kanisa. Yesu kule kuzimu wanamuita mwenye haki, kwa maana kabla ya mwenye haki kuja kuchukua watu wake hapa duniani. Kwa hiyo kufahamu hivyo, na kumekuwa na siku hizi na kumekuwa na mchanganyiko mkubwa sana. Na nishakusikia kuna watumishi wanasema usiongelee habari ya siku za mwisho, usiongelee habari ya kuzimu, usiongelee habari za unyakuo wa kanisa, usiongelee habari za kwa sababu ni kama unawatisha watu. Unawatisha watu, lakini nadhani tu ni ujanja tu wa shetani kutupaka matope, kwa maana ya kutufumba macho tusijue chochote kinachofanyika kule. Maana Mungu asema wala malango ya kuzimu haitaishita. Kwa hiyo Biblia, Yesu mwenyewe anatambua kuzimu ipo na tunatakiwa tuishinde kimaarifa. Mungu anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa, Hosea 4:6. Kwa hiyo lazima tufahamu maarifa ili tuweze kushinda. Na hoja nyingine ya 4 hapa inaweza kuhusiana na ile imani yangu ya kwanza ambayo sitaki sana kuzungumzia. Uhusiano kuna mambo mengi sana. Imani zao, sheria zao, misingi yao ya imani, wanayokula ikoje, tumaini lao yani ya siku za mwisho, kwamba je, anaishika imani ile atapata nini mwishoni. Lakini uhusiano wao na hayo majini na vitu vingi hivyo. Lakini kiujumla tutoe tu ufafanuzi kuhusiana na mambo matatu mtumishi, kwa maana ya uchawi kwa ujumla, majini haya pamoja na kuzimu. Ni vitu vya msingi ambavyo ni muhimu kuvifahamu. Na katika hivyo tutaunganisha vyote kwa pamoja. Na tukianza moja kwa moja kwenye kuhusiana na wachawi, kikubwa kinachohitajika pale ambako cha kukifahamu sisi kama wateule, kama watu wa Mungu, kama Wakristo, cha kukifahamu pale ni zile ibada zao 5. Kwa sababu nguzo, yani umoja wetu sisi wa Kikristo unashikamanishwa pia kwa ibada. Tunapofanya ibada kunakuwa na umoja wa sisi kwa sisi, lakini umoja wa sisi na Mungu. Kwa hiyo sasa hii pia na wao wana ibada zao ambazo wanazifanya, ni kama kutengua hizi ibada. Kwa hiyo lazima tufahamu kule nini kinachofanyika, ili yani kinachoharibu sisi huku. Tukifahamu hivyo basi mambo yanakwenda. Na kwenye hivyo nilisema wao wana ibada 5. Wana ibada 5. Naomba nizichambue hizi, na uzuri kwa sababu nimeweka kumbukumbu zangu hapa, na naamini itakuwa vizuri, kwa maana ili nisizisahau sana, kwa sababu ni kitambo sasa, imepita siku nyingi. Sipo huko na ibada za Yesu sasa. Na nilishamwambia Mungu anifutie zote. Kwa hiyo ibada ya kwanza kama nilivyosema inaanza, nichambue tu kidogo, inaanza saa 11 asubuhi mpaka saa 1 asubuhi. Ni masaa 2. Hiyo ndio ibada ya kwanza kabisa. Na hiyo ibada hiyo ya kwanza yenyewe kazi yake kubwa ni kuandaa watu ambao watakao washughulikia muda wa kuwaloga usiku. Yes, kwa hiyo wanafanya maandalizi ya namna ambavyo watakavyoweza kuishughulikia. Na hiyo wenyewe wanaita swala asili, ambayo hii ndio ibada ambayo
wanajiweka wakfu na kutabiri kwamba siku inayokuja au siku husika inakuwaje. Kwa hiyo hii ndio ambayo siku ambayo wanaotumia hasa kufanya mitego. Yani wanatega watu, wanafunga watu. Yani ibada kama ndio ibada yao kuu. Wanatega watu, wanafunga watu. Yani wanakuamlia aina, yani siku iweje. Ndio utasikia bwana, siku yangu leo imeharibika, siku imechafuka, au usinichafulie siku. Kwa hiyo uchafu hauji asubuhi, yani au hauji mchana. Ukiona biashara zako haziendi mchana, mitego yake sio mchana, yameanzia toka wapi? Saa 11 kuja saa 1. Kwa hiyo wanachokifanya pale kwenye ile ibada yao kulingana na vilinge, kumbuka sasa, kulingana na vilinge sasa au na maeneo, wana linki zao. Kwa hiyo wanachokifanya pale, wanakuwa na ungo, wanakuwa na dawa yao. Nipata. Kwa hiyo wanachokifanya pale ile na mkuki pia. Kwa hiyo wanasimama pale kwa ule mkuki, wanachoma chini, wanachukua ungo, wanainua, wanamwagia dawa, na kuna manuizi wananuizia pale. Wakiweka chini hivi, yani kwa shariti, maana ni kwamba kila mchawi pale, kila mtu awe na watu 20 wa kualoga. Kwa maana yani ndio Biblia inasema usimwache mwanamke mchawi akaishi. Kila mchawi watu 20 wa kualoga. Sasa kama kwenye mtaa wakiwa wachawi 5 wakiwa 10, kumbuka ni siri, maana yake huwezi kujua kwa macho. Kwa maana wakishaweka pale zile sura, nafsi zao maana yake zinavutwa, maana yake zitaonekana pale sura zao. Kwa hiyo zikishaonekana pale ndio wanawachafulia sasa. Wanawakanyaga, wakisha wakanyaga wanatemia mate, wakisha temia mate ndio wanawajambia. Kwa lengo tu ni kuwachafulia, kuwaharibia. Kwa hiyo wakisha fanya hivyo linakuwa maana yake ni agano tayari, wanatoa na kafara ya damu ya mtoto mchanga. Wanatoa, linakuwa ni agano tayari, wanakabidhi tayari. Na hizo ibada ambazo zinafanyika hiyo saa 11, ina maana kwamba ni kila siku wanazifanya na kila siku wanatoa hizo kafara, au wanafanya mara moja? Yani hiyo baba ni kila siku. Na kafara ni lazima ni kila siku. Ni kila siku. Tena wao wanatoa sadaka mtoto mchanga. Ni kila siku. Yani unapokuwa mchawi mtumishi, mwanzoni tu kuna ile maagano matatu ya mwanzoni kabisa. La kwanza nilisema lila kuwa la kukana uraia. Yani la kukana wazazi, la kukana nani, ya kukana nani ndugu zako, unawaita majina ya wanyama, alafu lile la kutoa kafara na ile ibada. Kwa hivi ni vitu ambavyo mwanzoni tu lazima uweke hivi vitu. Japo mbele kuna maagano mengi kulingana na vyeo vyako na ukubwa wako na uwezo wako, na kafara pia nako zinaongezeka kulingana hivyo jinsi ambavyo vilivyo. Kwa hiyo hii inafanyika asubuhi mwanzoni kabisa, ambayo yenyewe kazi yake ni kwamba ina watu wangapi? Ina watu 5 wanaowashughulikia kila siku. Watu 20, ambako kila siku sasa kila mchawi ile muda wa kuloga saa 6 watawapitia. Lakini pia kwenye kukuharibia siku yako, maisha yako, dini yako, na kumalizika kabisa, inakuwa ndio hivyo. Lakini ibada ya pili inaanza saa 6 mchana na kumalizika saa 8 mchana. Inakuwa ni ibada ya kukabidhi siku katika mikono ya mashetani. Iko hivi. Kwenye nimesema hapa nitaunganisha na majini. Kwenye ulimwengu wa majini, kuanzia saa 7 mpaka saa 8 kila siku, lakini hasa saa 7:15 baada, maana wenyewe wanakuwa na ibada zao na kila kitu. Lakini saa 7:15 wanakuwa pale, kuna kamuda hivi wao wanakuwepo. Lakini kimsingi saa 7 mpaka saa 8 huwa wanafunguliwa kuzimu majini na wanaachiliwa kutembea duniani. Yes, wanaachiliwa kutembea duniani. Kwa maana hiyo, na ndio maana sasa ibada kubwa imewekwa muda huo. Kwa maana ile swala ya Ijumaa imewekwa muda huo. Lengo ni kushare
Mnipata na kwa maana ya kwamba lengo nini ni kuweka pamoja, lakini kwa maana ya ibada ya pamoja no, ibada ile ambayo wanaifanya ni wale wachawi wakiunganisha nguvu na nani na yale majini, kwa maana wale watu na zile vitu vyote na magano yote waliofanya asubuhi ni kama wanayakabidhi kwa wao ili wao wawezeshe utekelezaji, lakini kama wanaongeza nguvu. Kwa hiyo hii ni ibada ya saa ngapi sasa? Ni ibada yao saa ya pili, ni ya mchana. Lakini ibada inayofuata hapa ni ibada ya jioni, saa 10 jioni mpaka saa 1 ya jioni au usiku, japo saa 1 inakuwa haifiki sana, yani saa 1 kasoro, dakika 50 na ngapi kabla 59 kuelekea saa 1 jioni, kwa sababu saa 1 kuna ibada nyingine. Mnipata? Kwa hiyo ibada hii inakuwa ni ibada ya kuandaa dawa itakayotumika kuwazuru watu kwenye muda wa kazi wao. Kwa hiyo wale watu ambao waliowaandaa toka ile saa 11, sasa hapa ni dawa zao. Kumbuka, ya kwanza inaandaa watu, ya pili kuomba support, ya tatu sasa dawa, kwamba tutumie dawa gani. Kwa pale kunakuwa na aina zote, miti shamba, maji ya maiti, maji ya makaburini, vitu vingi pale vinakuwepo kuandaa kwamba huyu tutamfunga na hiki, tutamfunga na hiki, tutamfunga na hiki. Dawa hii itatumika hapa, itatumika hivi, itatumika hivi. Wakati mwingine kulingana na ukubwa wako na uwezo wako, umiliki wa roho, nguvu zako, vyovyote vile. Kwa hiyo zinaandaliwa dawa itakayotosha kukuharibu. Yaani hapa ni kuchafua, yaani kukuharibia tu. Ni kukuharibia tu, kwamba unaona kwenye maisha kila unachokifanya hakiendi. Kwa hiyo hawa nao wanahusika kusababisha maisha ya watu wengi yasifanikiwe, yasiende. Kwenye kama ni dukani kusiiwe hivi, kwenye familia kuwe na ugomvi, yani kwenye kila maeneo hawa nao, kwa maana wachawi nao wana sehemu yao kama wakala au kama wafanyakazi wa shetani. Na ibada ya 4 ndio jioni, saa 1 jioni inakuwa ni ibada sasa ya kuandaa ajenda, ya kuandaa ajenda. Ajenda hapa sasa, kumbuka, sio ajenda za kuzima zimu, kuna ajenda zao kuu. Hizi ni ajenda zao kulingana na vikao vyao katika ibada. Ajenda zao maana yake ni kwamba yani leo wafanye kazi gani? Kwa mfano wafanye kazi ya kuwaotesha watu, yani wazini na watu, yani wanaota kama unazini na mtu ni wao. Umeona? Kwa hiyo hii wanaandaa jioni saa 1 sasa. Ndio maana zinaitwa agenda, yani wanaandaa tuwe na nini leo, tukazini nao. leo si tukachezesha hivi, leo tukawakabe, leo tukawalimishe, leo yani wanaandaa tukafanye nini leo, yani tuwafanyie nini. Kwa hiyo ndio wanaandaa hiyo, pamoja pia kwa ushirikiano pia nani wa majini. Kwa kama ile ya kuzini, maana lazima waombe kampani ya majini Maimuna. Kwa hiyo yeye ndio anayeshughulika na hii kuzini na wewe. Unataka kama unazina mtu unamjua humjui, lakini wao pia yako aina nyingi wanahusika. Lakini hii ya 4 hii kazi yao ni kazi. Unipata? Kwa maana hiyo sasa inasaidia mtumishi wa Mungu kufahamu sasa, okay, kwa hiyo hata kama saa 1 unataka kuomba, unajua kwenye ulimwengu wa roho sasa kwenye kundi hili wanahusika na nini sasa hivi, na wewe uombeje. Umeona? Kama ni mchana saa 7 unajua kunakuwa na connection, uvunjeje, uombeje. Kama ni ile alfajiri ile, uombeje. Usiombe tu Mungu kwa ajili ya kazi yako, shughulika kwanza na hivi, ondoa kabisa hivi, alafu ndio jifunike sasa kwa damu ya Yesu ndio uende. Na nimalize na hii ibada ya mwisho. Ibada ya mwisho hii ni ndefu kidogo, inaanzia saa 2:15 mpaka saa 5 usiku. Hii hapa hiyo inasema ni ibada ya vikao vya majini kujadili mauaji na hatima za wanadamu. Mauaji, kwamba sisi manake leo tumuue nani? Tufanye hivi, yani kwa maana ya wanashughulika na mauaji hii ya usiku zaidi, lakini pia na ajenda zinazohusu japo hii ni mijadala sasa, zinazohusu hatima ya mtu kulingana anachokifanya. Kwa mfano
unatafuta kazi, wanajadili kwa nini huyu apate kazi, huyu anatakiwa asipate kazi. Huyu anasoma, kwa nini afaulu, hatakiwa asifaulu. Huyu yani hatima ya mtu kwa kile ambacho unachokifanya, unaandaa hiki, kwa nini afanikiwe. Unapata, kama ni mfanya biashara, kwa nini leo apate wateja wengi, kwa nini tukafunge hivi, tuzuie. Yani hatima ya mtu sasa, kule ni kazi zao tu wenyewe tu, kama tufanye hivi. Hapa sasa wanakuchunguza wewe kwamba wanafanya nini, na ni kama hustahili kufika mwisho wake. Ni maana utakuja kuona, yani kuna mtu anaanza shughuli, biashara, elimu, vyovyote vile, lakini hafiki mwisho. Wengi hata sekondari wanaanza, wengi wakifika form 2 kaisha. Kwa hiyo maana yake ni hawa nao wanahusika kwa sehemu kupitia ibada. Nakumbuka ni continuous, ni kila siku na kafara zao wanatoa. Kwa hiyo kama nilivyosema, kwa kifupi tu, hizi ni ibada zao 5 ambazo wanazozifanya, lengo tu kwenye kuhakikisha kwamba wanafunga maisha ya binadamu. Hawana kazi nyingine. Biblia inasema shetani haji isipokuwa anapokuja ni kuharibu, kuchinja na kuangamiza tu, ila mwana wa Adamu alikuja tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Kwa hiyo hii sasa inatusaidia, ndio maana nimeona tu niitoe, kwa maana kwamba inatupa maarifa kwamba okay, sasa hivi kuna nini, sasa hivi kuna nini, sasa hivi kuna nini kinachoendelea sasa hivi. Na kwa kuongezea ni kwamba wengi pia wameuliza muda wa maombi, yani kwa maana ya wengi wanaomba kuanzia wanasema tunaamka saa 9 mpaka asubuhi, saa 9 mpaka asubuhi. Sasa mimi nikasema ni sawa, kwa maana ya kulingana na vile ambavyo ilivyo, kwa sababu sisi kama Wakristo Mungu hatuna masaa. Muda wote Mungu anasikia, muda wote Mungu anatenda. Lakini ukiwa mpambanaji wa maombi, hiyo ni kitu maalum. Ukiwa mpambanaji wa maombi, nimesema kuomba muda wote, iwe saa 9 sawa sawa, ila ukitaka uone matokeo makubwa, usianze saa 9. Ukianza saa 9 unakuwa ushachelewa, sababu watu washafanya uharibifu. Maombi mazuri ambao mimi pia amenisaidia, anza saa 5. Yani wao wanapoanza saa 6, japo na wanao wana muda wao, wanakuwa na vitu vyao vingine, lakini saa 5 wao wanapanga mauaji, unainuka. Naona. Kwa hiyo unaomba pale. Hata hiyo saa 9 hiyo ndio nenda kalale. Hawana mamlaka tena, hawana uwezo tena. Unipata na niongeze tena kingine, tena kingine kwenye maombi, kwenye haya masaa pia, haya masaa kule kuzimu. Sasa tutaongelea baadaye, kunakuwa na kazi zao pia. Umeona huku wana kazi zao huku, lakini kule nako wanakuwa na kazi zao kwa masaa, lakini pia kwa siku. Yani Jumatatu kuna kazi gani, Jumanne kuna kazi gani, mpaka Jumapili. Sasa kwenye masaa na kwenye siku kuna vitu, yani kuna kile kimoja, kuna muda mmoja ambao uko maalum sana, ambao hata wenyewe wanauogopa. Kwenye masaa saa 9 usiku. Japo inaweza kuwa mchana, lakini hasa usiku, kwamba ile saa 9 usiku ni kama mbingu inafunguka. Kwa hiyo kunakuwa na mpenyo wa kiroho mwingi. Saa 9 usiku. Inaweza kawa na ya mchana, ile mchana sio jioni, ile sio alasiri, lakini hasa ile usiku. Kwa hiyo kwa maana yake hiyo saa 9, na ndio maana wengi wanategesha saa 6, kwa maana kuna kampenyo wa kiroho. Unipata, yani kunakuwa na unafuu fulani hivi, yani kwa lugha nyepesi unakuwa hukabwi sana. Kwa ndio maana ni kama unaachiwa hivi, ili yani kunakuwa na namna fulani hivi ya ulimwengu wa roho. Kama wao majini saa 7, lakini kwenye ulimwengu wa roho wa kimungu ni saa ngapi? Ni saa 9. Lakini pia kwenye siku vile vile, kuna Jumatatu, Jumanne kunakuwa na kazi zao, lakini pia kuna siku Jumapili, na yenyewe pia kuna namna fulani mbingu inafanyaje, inafunguka. Kwa hiyo kunakuwa na connection ya Mungu na watu wake. Na hiyo Jumapili ukizingatia, wakati mwingine kazi zao kuzimu nyingi zinakuwa zimesimama, kwa sababu wanaogopa kwamba mwenye haki anafanyaje, anashughulika na watu wake. Kwa hiyo ni kama wanapumzika. Na ndio maana utakuja kuona kwenye ibada Jumapili kunakuwa na watu
wengi. Kwa maana kama wanaachiliwa, yani kuna ule uzito wa kiroho unakuwa haupo, yale mashindano yale makubwa yanakuwa hayapo. Kwa hiyo muona Jumapili watu kibao kanisani wameachiliwa, unapata. Kwa hiyo kuanzia mchana jioni wanaanza kazi zao, kwa hata ukiitisha ibada jioni upate wengi. Okay, kwa namna hiyo, kwa namna ambavyo tulivyozoeleka, kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo nisema tu niongezee kidogo hapa ili watu pia wapate maarifa. Lakini nikashauri tu kwenye maombi, omba tu muda wote, Mungu anakusikia, iwe mchana, usiku, asubuhi, jioni, muda wote Mungu anasikia. Lakini ukiwa mpambanaji zaidi wa maombi, usiamke hiyo saa 9. Yaani saa 9 hiyo ukitaka ndo nini lala. Upate hata pia kulingana nani ya Mungu sasa mbinguni. Lakini mimi naanzaga, mfano naweza nikaanza maombi, mimi naanzaga saa 12 ya jioni au saa 1. Lakini huwa napenda saa 12 jioni mpaka saa 12 asubuhi. Yuaga sinaga muda huo, mimi napiga zote. Lakini hiyo nimeongea tu kwa mtu mwingine wa kawaida, au ukiamua leo napumzika. Ukienda sana kule utachelewa. Yaani huko wazee wanakuwa shaloga sana, shacheza sana. Kwa hiyo ukianza saa 5 wakati bado na vikao vyao, wewe ushateka anga, ushashusha damu ya Yesu, ushamwaga majeshi ya Mungu pale, ushafanya hivyo, anga linakuwa jepesi. Kwa hiyo ikifika ukiunganishwa na saa 9 vile una float katika uwepo wa Mungu. Wanakaa wanapisha pale mbali. Wakija wanakuona upo kwenye maombi. Wakija wanakuona upo kwenye maombi. Saa 9 ukilala pale, wakija kuna malaika washatanda kukuzingira. Wanasema asubuhi wakiamka wanakusalimia, "Wewe bwana upo?" Kama mimi nipo sana jana leo. Bwana hawakuoni. Lakini sasa ukiwa hivi una nani huko, kunakuwa na namna ambao wanaweza wakakuini. Yes. Nafikiri hapo nimeongelea, nilisema nitajibia kwa ujumla hapa. Hoja ambayo nataka nitolee ufafanuzi wa kutosha kidogo ni kuhusiana na kuzimu. Kuhusiana na kuzimu, kama nimesema, iko mijadala mingi inayoendelea, kuzimu kukoje, kuko hivyo. Okay, kila mtu na namna ambavyo alivyo, lakini sina shuhudia vitu ambavyo tumeviishi na umeona. Sasa kuzimu, niongelea kile ambacho hata Mungu pia alinifundisha pia. Ndio maana, kwa sababu tupo kwenye ushuhuda ule 2011 na Mungu ndio ananipa rasmi kuhusu masuala ya uamsho. Kwa hiyo kwa maana hiyo mimi binafsi nimeita uamsho wa karne ya 21. Nitolee mafafanuzi hapo. Uamsho wa karne ya 21. Sasa kwenye uamsho huu wa karne ya 21, kimsingi tunaongelea uamsho wa kikanisa. Lakini kabla ya wa kikanisa, unatokana na uamsho wa kuzimu. Yaani hapa kuna amsho mbili. Kuna uamsho wa kanisa karne ya 21, lakini kuna uamsho wa kuzimu na kuna uamsho wa kanisa. Uamsho wa karne ya 21 manake ni uamsho wa kizazi cha karne ya ngapi? Ya 21. Sasa hapo napo kuna namna ambavyo kuna yani unatoka kule kuzimu. Yani kuna vitu ambavyo, yani kuna uamsho wa kuzimu ambako wamebadilisha mifumo, utendaji kazi, silaha, aina za watendaji, kila kitu kwa ajili ya kudhibiti dunia. Kwa hiyo na matokeo yake kanisa na wanadamu kuishi chini ya viwango vyao, kiasi cha kumpelekea mwenye kanisa Mungu sasa naye kutangaza uamsho, lengo kudhibiti ile hali mbaya ya kanisa na watu wote wanadamu inayoletwa na kuzimu. Mnipata mtumishi hapa kwa maana yake ndio jinsi ambavyo. Kwa hiyo tunapozungumzia uamsho, chanzo chake ni mateso kutoka kwa shetani. Okay, tunapoelekea huko kuzimu, kuna jambo lizungumza hapo, umenikumbusha kwamba utazungumzia pia baadhi ya vitu ambavyo tunavipenda sana hapa, vinatengenezwa kule na vimeletwa hapa, lakini pasipo kujua tumevikimbilia na tunavitumia. Nitapenda uvifafanue. Yes, hiyo ipo kwa maana moja kati ya vitu ambavyo vilivyopo ndio hiyo. Kwa maana nitaviongelea hiyo. Nitaviongelea hiyo. Kwa maana ya kibiblia, andiko ni Matendo, mtumishi, Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Inasema, lakini
Hii ni Yesu anaongea na watu wake. Inasema lakini mtapokea nguvu akisha waajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, Uyahudi wote, Samaria na hata mwisho wa nchi. Ikumbuke mtumishi, unapomwita shetani manake aliye kinyume na Mungu. Ibilisi manake ni ghasia, fujo. Kwa maana hiyo, na ilianzia pale bustani ya Eden, tuseme kwa maana uhusiano na mwanadamu, japo alianzia mbinguni akashushwa. Kwa hiyo shetani kule juu kule mbinguni alikuwa ni Lucifer, ni malaika wa nuru, ni malaika wa sifa, lakini alipoasi akashushwa akawa ni mtu mharibifu. Pale Mungu anasema mkila matunda ya hakika mtakufa, yeye anageuza, anasema hakika mtakufa. Kwa maana hiyo kila mpango wa Mungu unaopangwa yeye anageuza. Hata kwenye ndoa, mke na mume yanasema mke kwa mke, yani mwanamke na mwanamke waone, yani anageuza. Kwenye andiko hili kuzimu limegeuzwa. Kwa hiyo anaongea na watu wake Lucifer kwamba mtapokea nguvu na nyinyi, yani jamii yake mtapokea nguvu zake sasa. Na kutoka hapo watatoka kule kuzimu na kuja huku duniani kama wawakilishi wa yeye, wa kutekeleza ajenda zake. Kuanzia sehemu watakayoanzia watanuke mpaka kuidhibiti ulimwengu mzima. Yani kuanzia mji mmoja mpaka mataifa yote. Kwa hiyo hilo andiko lakini linageuzwa sasa. Kwa hiyo anamwona kasema kule kuzimu kuna uamsho ambao ndio umepelekea mateso nini ya kanisa. Kwa maana hiyo sasa, na ndio maana sasa na ndio maana ukisoma Yeremia ile 9:21 inazungumzia maombolezo. Inazungumzia maombolezo kwamba mauti imepanda madirishani kuwakatilia mbali mabinti, wanawake, wanani, na naomba wanawake waje waomboleze ili kumlilia Mungu kutoka katika hii hali. Kwa hiyo na mimi niseme kwa uzoefu, tupo kwenye hatari. Tupo kwenye hatari. Shetani ametangaza hali ya hatari dhidi ya wanadamu na dhidi ya kanisa. Nitaelezea hapa. Kwa hiyo unapozungumzia kwa maana ya uamsho, nitaelezea kule kikanisa, lakini uamsho ni hali, ni ile hali ya kutoka katika kumaanisha kimwili kuja kumaanisha kiroho kikanisa. Lakini kule kwa vile vile wanataka nini uamsho ili watu sasa wa kanisani watoke kutoka kwenye kumaanisha kiroho waje kumaanisha kimwili. Yaani vitu visifanyike kiroho wa Mungu kifanyike kimwili, na vikifanyika kimwili shetani ana uwezo wa kuwadhibiti kwa sababu vitu viko watu wanakuwa wa mwilini. Kwa hiyo shetani ni rahisi wakiwa na ule nguvu ya kiroho ni ngumu kuwafuata. Japo kuna means zake, kuna vitu ambavyo watakavyofanya vya kuvitumia. Kwa hiyo mimi niseme tu kanisa kimsingi tunapozungumzia hapa kwenye uamsho, na ukikumbuka mazingira yaliyopo kule, kanisa lipo kwenye hali mbaya. Yaani kuna hali ya hatari imetangazwa. Kuna hali mbaya imetangazwa. Na mimi ndio huwa napenda kuwaambia baba askofu, maaskofu wa madhehebu, maaskofu wa Wakristo, wachungaji wa Wakristo, hali ni mbaya. Hali ni mbaya kutokana na mipango iliyowekwa. Hali ni mbaya kama tusipobadilisha na sisi mifumo. Taeleza mifumo yetu, taratibu zetu, namna zetu kwa upya, na tukae na mazoea yetu yale mfumo ile. Hali ni mbaya. Yes, kule ambako kuliopo kule, cha kwanza kuna kitu kinaitwa agenda. Kuna kitu kinaitwa agenda. Kuna kitu kinaitwa agenda. Sasa agenda, kwa kukumbuka agenda zilizopo kule ni 3. Agenda ni 3 ambako zilizopo ni 3. Ya kwanza iliyopo mtumishi, kwa haraka tu sasa hapa niende sasa hapa kwa haraka hapa. Agenda ya kwanza ni kuhakikisha, yani kusababisha mateso kwa wanadamu wote kama wanadamu, kuhakikisha kwamba mateso yanaongezeka zaidi, kwa maana ya kwamba vifo zaidi,
mauaji zaidi, na tunazungumzia mateso, nyanja ambazo zinazoshikiliwa ni ile amani ya Bwana Yesu. Yesu aliposema amani yangu nawapa, sivyo ulimwengu unavyowapa, ili amani ina tafsiri mambo matatu. Jambo la kwanza, amani katika ndoa na familia. Jambo la pili, amani katika uchumi na mali za binadamu. Jambo la tatu, amani katika kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Yaani nasema wokovu na huduma. Kwa hiyo hivi vitu vikiwa bora ndivyo ambavyo amani ya mwanadamu inakuwepo. Na ndio maana pale mwanadamu kabla ya kuumbwa na kuumba kwake vitu vyote vilikuwepo. Akaumba mali, alivyomaliza akaumba familia, Adamu na mke wake. Alivyomaliza kila siku jioni alikuwa anakuja kwa ajili ya ibada, kuhakikisha kwamba ibada ni kitu ambacho kinachompa amani mwanadamu. Sasa shetani anaposema kuja kusababisha mateso, anavuruga hiyo mifumo yote, anaiharibu mifumo yote. Kwa hiyo anasababisha mauaji, anasababisha magonjwa ya milipuko, matetemeko ya ndo njaa. Yani ni mateso, vita hivyo ambako ndo. Kwa hiyo amri imepitishwa, mateso kuongezeka kwa wanadamu. Haya mambo kuongezeka kwa wanadamu, kupinduliwa kila kitu. Jambo la pili, ajenda ya pili iliyowekwa pale, hiyo ni zile kubwa, alafu na kuna utekelezaji wake. Ajenda ya pili iliyowekwa pale, kuharibu kanisa, kuliharibu kanisa kwa maana ya kwamba kanisa liondoke kwenye nguvu zake, litoke kwenye mamlaka yake. Yani kuliharibu kanisa kwa maana hii, unaweza yani wanachotaka kwamba uwepo kanisani lakini usiwe na madhara na ulimwengu wa giza. Zinatolewa ajenda halafu ndo zinaletwa kwa ajili ya utekelezaji. Kumbuka mimi nilikuwa sharifu, ni moja kati ya simamia kikosi cha majini ambako ni nguzo moja wapo ya nani, ya Lucifer pia kule katika utekelezaji wa ajenda zake. Kwa maana yake kwamba zinatolewa alafu nitaelezea zote. Zinatolewa alafu zinaletwa kwa sababu shetani yupo kwenye, yani ana protocol, yani ana mifumo ya kiutawala wake. Kwa hiyo inaanzia juu mpaka chini katika dunia, na katika dunia kuna wa dunia wa bara, wa nchi, mpaka wa kitongoji yuko mjumbe wake yupo. Kwa hiyo yuko hivyo. Kwa hiyo ikitoa kule mpaka inafika huko kwa mtumishi kwamba ajenda ni hii, utekelezaji wake. Kwa hiyo hii ndo ya pili ambayo kuliharibu kanisa. Kuliharibu kanisa, kuhakikisha kwamba kanisa linaishi katika hali ambayo isiyo sawa. Kwa maana hiyo ndio kitu ambacho kilichowekwa pale ili tu kuharibu na kubadilisha kanisa lisiwe katika mwelekeo wake unaostahili. Na katika hapa nimalizia kabisa, kuna mambo matatu hapa. Yako mengi, nielezee matatu kwenye upande wa kanisa. Jambo la kwanza kwenye upande wa kanisa pale, moja wapo, si ndo la kwanza, ndo la muhimu sana. La kwanza ni kushughulika na tunaita yale mabadiliko ya muamini. Mtu kwa mfano anapookoka anatarajiwa mabadiliko katika tabia na mwenendo yake, mabadiliko katika mavazi yake na katika kuongea kwake. Kwa hiyo sasa kinachotakiwa kilichowekwa ni kwamba hivi vitu hivyo vinakuwa visitoke kwake. Yani ameokoka kwa sala ya toba, lakini tabia zake ni zile zile za kidunia, mienendo yake ni ile ile ya kidunia, mavazi yake ni yale yale ya kidunia, kuongea kwake ni kule kule kwa kidunia. Yani inaitwa semi zake maana zile zile za kidunia. Kwa hiyo unaweza sio tu mshirika akawa mpaka mtumishi, mwimbaji, mhubiri, lakini anakuepo kanisani ni mhubiri kweli, lakini akiondoka madhabahuni hapa akiwa katika jamii yani tabia ni zile zile tu kama ni, yani hakuna utofauti. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo ndio wanasema kwenye malengo ya kuharibu, yani kwa maana kwamba kwenye tabia. Na hii nimeiona kwamba tabia zetu kidogo zinakuwa na changamoto. Yani mtu mkubwa ameokoka, ni mtumishi wa Mungu, lakini
ana vita katika tabia zake, bado anarudishwa nyuma kwenye tabia za zamani. Lakini eneo la tatu ni kuhusu baraka, kwamba Mungu wa Wakristo, Mungu wa Biblia ameahidi baraka nyingi sana. So kuna namna ambavyo zinazuiliwa, ndio nitaeleza hapa njia wanazumia. Kuna namna ambavyo zinazuiliwa zile baraka zile zisiunganishwe kati ya muamini na zile baraka za Mungu wake. Kwa maana yake lengo ni vile vile kusababisha mateso kwa mwanadamu. Kwa hiyo usipate baraka katika ndoa, usipate baraka katika uchumi, na baraka katika ule uhuru wa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa hiyo unakuwa haipo. Hata kama umeokoka, yani kuingia tu kwenye uwepo wa Mungu kwako unakuwa ni ngumu. Na ukiingia kwenye uwepo wa Mungu unaweza usidumu kwa muda mrefu. Na hata kama ukidumu kwa muda mrefu ni kwa bidii sana. Yaani unaweza ukafunga ukanini, ndo unajiona kama una uwepo wa Mungu. Ukiacha kidogo tu umeondoka. Yaani unakuwa na vita kwenye kukaa na Mungu. Unakuwa na vita kwenye kubakisha upako wa Mungu. Kwa hiyo kunakuwa na shida. Kote kwenye upande wa uchumi vile vile kunakuwa na shughuli nyingi kwenye mafanikio, kwenye kusoma, biashara, kazi, maeneo yote kwenye upande wa uchumi kunakuwa na mvutano mkubwa. Kwa hiyo hivi ni ajenda, lengo ni kuleta mateso. Na kinachotakiwa yani kinachomaanishwa hapa au kinachotakiwa kwao ni kwamba utakapoona huoni mafanikio, umekaa kwa Yesu kwa muda mrefu na huoni mafanikio, yani umweke Yesu hapa alafu umjadili kwamba ona, mbona nimeokoka mateso yale kuna haja gani? Lengo utoke au utumie njia mbadala, ufanye vitu vingine, yani usimtegemee sana nani? Mungu. Kwa hiyo ndio ambao wanazozitumia, na vitu vingine vingi ambao wanavyotumia, na njia nyingine ambayo walioipendekeza pia ni kwa kuongeza, wanasema ashki. Ashki maana yake ni tamaa. Walio huko wanaweza wakaelewa neno hilo, linatumika sana kule, ashki. Kwa hiyo wanaongeza ashki mara dufu. Ashki kwa maana ya ukiondoa hizi tamaa za kimwili, lakini pia tamaa ya vyeo, tamaa ya fedha. Kwa maana kwamba kuna hizi za kimwili zimezoeleka, lakini kuna zile za vyeo, yani kwa maana kwamba mshirika asitake awe mshirika na yeye awe mchungaji mfano, na mchungaji asiridhike kuwa mchungaji atamani kuwa mwangalizi, na mwangalizi asiridhike kuwa na uangalizi, mwangalizi atamani kuwa askofu.